masharti ya pambano. Yeye atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa maana Ibilisi ametenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili asiharibu kazi za Ibilisi. Baada ya anguko la Adamu na Hawa, Mungu alimruhusu Shetani kutawala ulimwengu huu, lakini alimwekea sheria na mapungufu fulani. Ingawa hatujui sheria nyingi za mgogoro wa koti, Mungu ametupa ufahamu fulani wa mipaka iliyowekwa juu ya ovu. Pia ametufunulia baadhi ya mipaka ambayo amejiwekea mwenyewe katika mgogoro huu. Ni sheria zipi zinazotawala mgogoro wa ulimwengu kati ya Mungu na Shetani? Sheria za mapambano Mungu wa ulimwengu huu. Mipaka ya mapambano, vikomo vya wakati, mipaka ya kimwili, silaha za mapambano, vizuizi kwa pande zote mbili, silaha tuliyo nayo. Sheria za mapambano. Mungu wa ulimwengu huu. Mungu wa ulimwengu huu amepofusha akili za wasioamini ili wasiwezi kuona nuru ya Injili inayoonyesha utukufu wa Mesaya ambaye ni mfano wa Mungu. Hadi kufika kwa Mesaya, karibu ulimwengu wote uliabudu sanamu, lakini ni nini kilichokuwa nyuma ya sanamu hizi? Nyuma ya miungu ya Wamisri, Wakanaani, Warumi, Wagiriki kulikuwa na mapepo. Malaika walianguka, lakini hawajaridhika kuabudiwa kupitia sanamu au miungu ya uongo. Unafanya juhudi za kutawala kikamilifu ulimwengu huu na wakazi wake. Wakati watu wa Mungu walipotaka kujenga upya hekalu, kulikuwa na vita vya kushawishi mawazo ya mfalme Koreshi. Shetani, mkuu wa ufalme wa Uajemi, alipigana na Gabrieli kwa majuma matatu hadi alipopokea msaada kutoka kwa Yeshua mwenyewe, Mikaeli. Mungu hatumii nguvu zake zote dhidi ya Shetani. Anamruhusu adui kuwa na kiwango fulani cha nguvu kwenye sayari hii. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni upendo na hatumii kulazimisha au kumlazimisha mtu yeyote kumtii. Mipaka ya mapambano. Vikomo vya wakati. Joka akampa yule mnyama nguvu zake na kiti chake cha enzi na mamlaka makuu. Biblia inaweka wazi kwamba Shetani amepewa na mamlaka juu ya ulimwengu huu. Wakati mmoja katika historia alihamisha mamlaka hayo kwa mamlaka ya kisiasa ya kidini. Nguvu hii pia ilipewa nguvu zingine, lakini mipaka ya muda iliwekwa juu yake: miezi 42 ambayo ni wakati na nyakati na nusu wakati, yaani miaka 1260. Shetani mwenyewe pia amepewa mipaka za muda, ingawa haipimwi katika miaka halisi. Tangu Yeshua aliposhinda msalabani, Shetani ana muda mfupi. Zaidi ya yote, tunajua kwamba Mungu ameweka wakati ambapo Shetani na malaika zake watapoteza mamlaka na nguvu zote. Mipaka ya kimwili. Bwana akamwambia Shetani, vema sana basi, kila kitu alichonacho kiko katika uwezo wako, lakini juu ya mtu mwenyewe usinyoshe kidole. Ndipo Shetani akatoka mbele za Bwana. Kitabu cha Ayubu kinatusaidia kuelewa mipaka ambayo Mungu anamwekea Shetani.
wakati wa baraza la viumbe wa mbinguni, Shetani huonekana kati ya mbele ya mashtaka ya umma ambayo Shetani alikuwa ametoa dhidi ya Mungu. Anaonyesha kesi ya Ayubu. Shetani anashikilia mashtaka yake akidai ulinzi usio wa haki kwa Ayubu. Mungu anamruhusu kushambulia mali za Ayubu, lakini sio nafsi yake. Mbele ya uaminifu wa Ayubu, Shetani anasisitiza kudumisha mashtaka yake dhidi ya Mungu. Mungu anamruhusu kudumu Ayubu kimwili, lakini asimuue. Tunajifunza mambo mengi hapa, kama vile kwamba kuna sheria za ushirika katika mzozo wa ulimwengu. Kuna vigezo katika mahakama ya mbinguni ambavyo madai yaliyotolewa dhidi ya Mungu yanaweza kutatuliwa, lakini bila Mungu kukiuka kanuni takatifu za asili katika upendo. Silaha za migogoro. Vizuizi kwa pande zote mbili. Sitasema mengi zaidi kwenu, kwa maana mkuu wa ulimwengu huu anakuja, ana uwezo juu yangu. Mungu ni muweza wa yote, Shetani si muweza wa yote. Mungu anaweza kuweka vizuizi kwa adui. Adui hawezi kuweka vizuizi kwa Mungu, walakini kwa sababu ya tabia ya Mungu amepunguza mwenendo wake mwenyewe bila kupungua kwa nguvu zake. Mojawapo ya kazi ya Yeshua wakati alipofanyika mwili ilikuwa kuharibu kazi za Shetani. Kwa hivyo ni nini kinachomzuia Mungu kupunda kazi sasa hivi? Mungu ana mipaka, kama vile utoaji wa uhuru wa kuchagua na sheria zingine ambazo zinamzuia kuondoa oba kutoka kwa ulimwengu huu, ambazo zinaweza kusababisha watu kutilia shaka uwepo au wema wa Mungu. Lakini inatabiriwa kwamba kutakuwa na wakati katika historia, na itatokea hivi karibuni, wakati wote watakuwa wamechukua sehemu yao katika migogoro. Kisha Mungu atakuwa huru kutenda ili kuharibu uovu kabisa. Uovu huataendelea milele. Silaha tuliyo nayo. Akajibu, aina hii ya mapepo haiwezi kutoka isipokuwa kwa maombi. Kwa nini kuna sheria katika migogoro ya ulimwengu? Swala katika mzozo sio ni nani aliye na nguvu zaidi. Swala ni nani yuko sahihi. Na swali ni, je, Mungu ni mwadilifu au si mwadilifu katika jinsi anavyoshughulika na viumbe vyake? Ili kutatua tatizo hilo, kesi ya haki inahitajika. Ili kesi hii iwe ya haki, sheria fulani kwa kiasi kikubwa na hatujui lazima ziheshimiwe. Mojawapo ya sheria tunazojua ni kwamba kuna nguvu inayovunja mipaka maombi. Kwa njia fulani tunapoomba tunamruhusu Mungu kutenda kwa njia ambayo angefanya ikiwa hatukumwomba afanye hivyo. Haijalishi ikiwa tunalewa jinsi silaha hii inavyofanya kazi au la. Jambo muhimu ni kwamba inafanya kazi kupitia maombi. Tunaweza kufanya ushauri wa Yakobo kuwa kweli, basi jitiisheni kwa Mungu, mpingeni Shetani naye atawakimbia. Adui hawezi kumshinda wa mwanafunzi mnyenyekevu wa Mesaya, yule anayetembea kwa maombi mbele za Bwana. Mesaya anajiingiza mwenyewe kama makao mafungu kutoka kwa mashambulio ya yule mwovu. Shetani aliruhusiwa kumjaribu Petro. Alikuwa na ujasiri sana, kwani alikuwa ameruhusiwa kumjaribu Ayubu. Lakini kazi hiyo
lipomalizika alilazimika kustaafu, ikiwa shetani angeteseka ili apate ni njia yake hakungeweka natumaini kwa Petro. Angekuwa amevunjika kabisa kwa imani, lakini adui hatathubutu kwenda upana mmoja wa nyeweli zaidi ya eneo lake alilolielewa. Hakuna nguvu katika nguvu zote za kishetani ambazo zinaweza kulameza roho inayotegemea kwa ujasiri inefu katika hekima inayotoka kwa Mungu.